Karibu katika taarifa ya kile kinachoendelea Tanzania leo. Leo jijini Dar es Salaam kumetolewa kauli inayoweza kubadili mwelekeo wa mjadala wa muda mrefu zaidi wa kisiasa nchini Tanzania. Mjadala ambao haujapatia ufumbuzi kwa zaidi ya miongo minne. Hii haikuwa hotuba iliyotolewa na mwanasiasa wa upinzani au mwanaharakati wa katiba. Ilitoka kwa makamu wa rais wa Tanzania, Daktari Emmanuel Nchimbi. Akiwa amesimama mbele ya mkusanyiko wa watetezi wa haki za binadamu, alitoa ujumbe ambao wachambuzi wengi tayari wanauona kuwa ni moja ya uungaji mkono mkubwa zaidi wa hadhara kwa jitihada za nchi kupata katiba mpya. Na kinachofanya kauli hii kuwa na uzito wa kipekee ni namna alivyoiwasilisha kwa Watanzania. Hakuitoa kama msimamo wa kawaida wa sera au taarifa ya kawaida ya serikali. Badala yake aliitoa kana kwamba ni wito binafsi kwa taifa, kana kwamba kama angepewa fursa moja tu ya kuacha ujumbe wa kudumu kwa Watanzania wote, basi huu ndio ujumbe ambao angependa wakumbuke. Ungana nami hadi mwisho, kwani kufikia mwisho wa taarifa hii utaelewa si tu kile ambacho makamu wa rais Nchimbi alikisema, bali pia ni kwa nini alichagua maneno hayo na muda aliotoa kauli hizo, na jinsi historia ya suala hili vinaweza kuifanya hotuba ya leo ya makamu wa rais Nchimbi ikazua gumzo na migongano ndani ya chama tawala cha CCM na hata kuzua sauti ndani ya upinzani. Kauli hizo zilitolewa leo tarehe 24 Julai mwaka 2026 jijini Dar es Salaam wakati wa mkutano mkuu wa wanachama wa mitandao wa watetezi wa haki za binadamu. Waliohudhuria walitarajia hotuba inayohusu utawala bora na haki za binadamu, lakini ni wachache waliotarajia kuwa makamu wa rais ambaye anatumikia chama tawala cha Samia Suluhu angezungumza bila woga, akisisitiza kwa nguvu kubwa suala la mabadiliko ya katiba. Badala ya kuanza na hoja za kisheria au sera za serikali, Daktari Emmanuel Nchimbi alizungumza moja kwa moja kuhusu mustakabali wa nchi, na ujumbe ambao amewatumia Watanzania umewashangaza wengi. Aliwaambia waliohudhuria kwamba kama angekuwa na ujumbe mmoja tu wa mwisho kuwaachia Watanzania leo, ungekuwa ujumbe rahisi lakini muhimu: endeleeni kupigania katiba mpya bila kuchoka. Si katiba ya kawaida tu, alifafanua, bali katiba yenye uwezo wa kudumu kwa miaka 50. Katiba iliyojengwa kwa mwafaka wa kitaifa, katiba ambayo vizazi vijavyo vinaweza kuirithi bila kulazimika kurejea mara moja kwenye mjadala mwingine wa katiba. Kauli hiyo ilivutia umakini mara moja kutokana na namna ilivyoundwa kwa uangalifu mkubwa. Hakusema tu kwamba Tanzania inahitaji mabadiliko ya katiba. Hakupendekeza kwamba mchakato huo uachiwe wanasiasa, wanasheria au taasisi za serikali pekee. Badala yake, aliwahutubia moja kwa moja Watanzania wa kawaida, akiwasihi waendelee kujitolea kufanikisha katiba inayoakisi makubaliano mapana kote nchini. Ili kuelewa sababu ya kauli hizi za Nchimbi, sababu zimevutia umakini mkubwa leo, inafaa kurejea nyuma na kuangalia historia iliyo nyuma yake. Kwa mujibu wa makamu wa rais mwenyewe, mazungumzo kuhusu katiba mpya nchini yamekuwa sehemu ya siasa za Tanzania kwa zaidi ya miaka 40. Kampeni ya kisiasa ya mageuzi ya katiba, alielezea, inafuata mizizi yake nyuma hadi mwaka wa 1992. Maana yake kizazi kizima kimekuwa kikisikia mijadala kuhusu mabadiliko ya katiba, lakini hakuna mabadiliko yoyote hadi leo. Watanzania wengi waliokuwa watoto wakati mazungumzo haya yanaanza sasa ni wazazi wenyewe, na wengine hata wana wajukuu. Hata hivyo, pamoja na kupita muda, nchi bado haijafikia azimio la kudumu. Historia hiyo aliyoikumbuka Nchimbi ndiyo hasa inayoyapa maneno ya leo umuhimu huo. Wakati makamu wa rais anayehudumu anakiri wazi kwamba mjadala wa kitaifa umesalia bila kutatuliwa kwa zaidi ya miongo minne, kwa kawaida huzua maswali kuhusu iwapo nchi inaweza kwa mara nyingine kukaribia awamu nyingine muhimu katika mjadala huo. Daktari Emmanuel Nchimbi pia alitafakari juu ya jitihada za awali za kushughulikia suala hilo la katiba mpya. Alibainisha kuwa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 4, mchakato wa marekebisho ya katiba ulizinduliwa kwa lengo la kutengeneza mfumo mpya wa katiba. Hata hivyo, kwa mujibu wa maelezo yake, mchakato huo ulikumbana na changamoto kubwa kabla ya kukamilika.
moja ya matatizo makubwa, alieleza, ni idadi kubwa ya maoni, mapendekezo na matarajio yaliyowasilishwa na wananchi kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Badala ya kupendekeza kuwa ushirikishwaji wa wananchi ni tatizo, makamu wa rais aliitaja changamoto hiyo kuwa ni kuleta pamoja mitazamo mingi tofauti katika waraka mmoja wenye uwezo wa kuungwa mkono na taifa kwa mapana. Kwa maneno mengine, suala halikuwa ukosefu wa maslahi ya umma. Kama chochote, kulikuwa na wingi wa ushiriki wa umma. Ugumu ulikuwa katika kupatanisha maono yanayoshindana kuhusu mfumo wa katiba wa Tanzania wa siku za usoni unapaswa kuonekanaje. Uchunguzi huo ni muhimu kwa sababu unahamisha mawazo mbali na wazo kwamba mageuzi ya katiba yalishindwa kutokana na kutojali kwa umma. Badala yake, Daktari Nchimbi, makamu wa rais, alipendekeza mchakato huo kuwa mgumu zaidi kwa sababu Watanzania wengi walitaka sauti zao zisikike. Kauli hiyo inatuleta sehemu nyingine ambapo ujumbe mkuu wa hotuba ya leo ulikuwa. Katika hotuba yake yote, makamu wa rais Emmanuel Nchimbi alisisitiza mara kwa mara neno moja: makubaliano. Hoja yake haikuwa tu kwamba Tanzania inahitaji katiba mpya. Hoja yake ilikuwa kwamba nchi inahitaji katiba iliyojengwa kwa makubaliano mapana ya kitaifa. Kulingana naye makamu wa rais, katiba iliyotengenezwa kwa makubaliano ina uwezo wa kuimarisha demokrasia, kuboresha utawala, kulinda haki za raia, kuimarisha umoja wa kitaifa na kuunda msingi thabiti wa maendeleo ya muda mrefu. Kwa Daktari Nchimbi, ambaye ni makamu wa rais mdogo wa Samia Suluhu Ikulu, mchakato huo unaonekana kuwa na umuhimu sawa na waraka wenyewe wa mwisho. Katiba inayokubalika katika jamii yote, alipendekeza, itakuwa na uhalali mkubwa na uimara zaidi kuliko ile itakayotolewa bila makubaliano ya watu wengi. Sentensi moja kutoka kwa hotuba yake makamu wa rais huenda ikasalia katikati ya majadiliano ya umma katika siku za mbele. Alisema kama kungekuwa na jambo moja analoweza kuwaambia Watanzania litakuwa hivi: pambana ili kupata katiba mpya itakayodumu kwa miaka 50, yenye msingi wa maridhiano ya kitaifa, yenye uwezo wa kuipeleka nchi mbele kwa nusu karne ijayo. Maneno hayo yalivutia umakini wa haraka, hasa maneno pigana ili kupata. Maneno hayo yamezua mjadala kwa sababu yanatoa hisia ya uharaka. Makamu wa rais hakuwahimiza Watanzania wasubiri tu. Hakupendekeza wawe na matumaini kwamba mageuzi ya katiba yatatokea siku moja kama wanavyodai viongozi wengine wa chama tawala. Badala yake, makamu wa rais alihimiza kuendelea kujitahidi kufikia lengo hilo. Bila shaka, jinsi juhudi hiyo inapaswa kuonekana haikufafanuliwa wakati wa hotuba. Ujumbe wake mpana ulilenga kudumisha kujitolea kwa mageuzi ya katiba, huku akihakikisha kwamba matokeo ya mwisho yanaakisi makubaliano ya kitaifa. Muda wa matamshi haya pia unajulikana. Mjadala kuhusu mabadiliko ya katiba umeendelea kuwa hai ndani ya jamii ya Watanzania kwa miaka mingi. Vyama vya siasa, wataalamu wa sheria, wasomi, asasi za kiraia, viongozi wa dini na wadau wengine wengi wametoa maoni yao mara kwa mara kuhusu jinsi mchakato wa katiba unavyopaswa kusonga mbele. Vikundi tofauti wakati mwingine vimependekeza vipaumbele tofauti. Wengine wamesisitiza taratibu tofauti. Bado wengine wamedai kwamba makubaliano yenyewe yanapaswa kuwa mahali pa kuanzia kabla mchakato wote wa katiba mpya haujafanikiwa. Kutokana na hali hiyo, kumsikia makamu wa rais wa nchi akihimiza hadharani kuendelea kutafuta katiba mpya bila shaka kunaongeza mwelekeo mpya katika mazungumzo ya kitaifa. Iwapo matamshi hayo yanatafsiriwa katika maendeleo madhubuti ya kisiasa, bado itaonekana, lakini bila shaka wanaweka umakini mpya juu ya suala ambalo limebaki bila kutatuliwa kwa miongo kadhaa. Kipengele kingine muhimu cha hotuba ya makamu wa rais ni mtazamo wake wa muda mrefu. Badala ya kuzungumza tu kuhusu hali ya sasa ya kisiasa, alirejea tena na tena kwa vizazi vijavyo. Msitizo wake juu ya katiba yenye uwezo wa kudumu kwa miaka 50 unapendekeza kuzingatia sio tu kutatua maswali ya kisiasa ya leo, lakini katika kuunda taasisi ambazo zinabaki kuwa muhimu kwa muda mrefu katika siku zijazo, ambalo hilo ni lengo kabambe. Hata hivyo, katiba zimekusudiwa kutoa udhabiti huku zikiendana na mabadiliko ya hali ya kitaifa. Wengine wanaweza kuona hotuba hiyo ya makamu wa rais kama wito mpya wa mazungumzo badala ya ishara ya mabadiliko ya haraka ya kitaasisi. Katika hatua hii, matamshi ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi yanawakilisha rufaa ya umma badala ya kutangazwa kwa ramani mpya ya kikatiba. Hakuna ratiba,
mpya ya mabadiliko ya katiba iliyotangazwa wakati wa hotuba hiyo. Hakuna mapendekezo ya kisheria yaliyotolewa, hakuna mchakato rasmi wa serikali uliozinduliwa. Badala yake, msisitizo ulibakia katika kuhimiza Watanzania kuendelea kufanyia kazi mwafaka wa kitaifa katika misingi ya mageuzi ya katiba ya baadaye. Tofauti hiyo ni muhimu. Hotuba inaweza kuathiri mjadala wa umma hata bila kuleta mabadiliko ya haraka ya sera. Katika historia za kisiasa, mazungumzo makuu ya kitaifa mara nyingi yameanza kwa hotuba ambazo polepole hubadilisha matarajio ya umma kabla ya maamuzi rasmi kuchukuliwa. Ikiwa anwani ya leo ya makamu wa rais hatimaye itathibitika kuwa mojawapo ya matukio hayo, itategemea matukio ya miezi na miaka ijayo. Kwa sasa kisicho na ubishi ni kwamba mmoja wa viongozi wa ngazi za juu kabisa wa utawala wa Tanzania kwa mara nyingine tena ameliweka suala la katiba mpya kwa udhabiti katika kivutio cha kitaifa. Baada ya zaidi ya miaka 40 ya majadiliano, suala hilo linabaki kuwa muhimu kama zamani. Ujumbe wa makamu wa rais hatimaye ulikuwa wa umoja badala ya mgawanyiko. Alisema marekebisho ya katiba yasiwe chanzo cha migogoro miongoni mwa Watanzania. Badala yake aliwasilisha makubaliano kama njia na lengo. Kulingana na maono yake, katiba inayokubaliwa na taifa kwa ujumla itaimarisha taasisi za kidemokrasia, kuimarisha haki, kuhimiza utawala bora, kulinda amani na kuleta utulivu unaohitajika kwa maendeleo ya muda mrefu. Ikiwa maono hayo hatimaye yanaweza kutafsiriwa katika uhalisia, linabaki kuwa swali wazi. Ikiwa maono hayo hatimaye yanaweza kutafsiriwa katika uhalisia, linabaki kuwa swali wazi. Historia inaonyesha kuwa mageuzi ya katiba yamedhibitika kuwa moja ya shughuli ngumu za kisiasa za Tanzania. Juhudi za awali zilizalisha ushiriki mkubwa wa umma, lakini pia zilifichua jinsi inavyoweza kuwa changamoto kupatanisha matarajio tofauti. Hotuba ya leo kwa hivyo inatumika kama ukumbusho wa muda gani mjadala huu umedumu na kama mwaliko wa kuendelea kutafuta suluhu upo. Pengine swali kubwa sasa si iwapo Watanzania bado wanataka marekebisho ya katiba. Matamshi ya makamu wa rais Nchimbi yanachukulia kuwa mazungumzo tayari yapo. Swali la kweli ni ikiwa hali sasa zipo kufikia makubaliano ambayo juhudi za awali zilijitahidi kuzalisha. Hiyo inaweza hatimaye kuamua kama hotuba ya leo ya makamu wa rais inakumbukwa tu kama mchango mwingine muhimu kwa mjadala wa miongo mingi, au kama wakati ambao ulisaidia kuhamasisha mmoja ya mijadala ya muda mrefu zaidi ya kisiasa nchini Tanzania katika sura mpya. Kama kawaida, mtazamaji, tutaendelea kufuatilia kila hatua kuhusiana na suala hili la Nchimbi aliloliibua la katiba mpya, pamoja na taarifa zozote zijazo zinazohusu marekebisho ya katiba hii ambayo inatetewa na kupiganiwa kila siku na wanaharakati pamoja na upinzani nchini, ambapo makamu wa rais pia ameweza kuingilia kati sasa. Iwapo taarifa mpya zitajitokeza, tutakuletea habari za hivi punde, muktadha mpana zaidi na nini matukio hayo yanaweza kumaanisha kwa Tanzania hapo baadaye. Mtazamaji, pia nimesahau suala hili la katiba mpya pia linapiganiwa na wananchi wengi wa Tanzania, ambao wengi wanataka katiba mpya ambayo italeta mabadiliko nchini Tanzania. Mtazamaji, nikikamilisha habari hizi ni kuambie tu maoni yako ni muhimu. Hivyo basi, upande wa maoni ama upande wa comment chini ya video hii niandikie mtazamo au maoni yako kuhusiana na suala au hotuba hii ya Emmanuel Nchimbi. Je, unalichukuliaje suala hili, au je unalipi la kusema? Vile mtazamaji, kumbuka kulike video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kila siku kupokea habari na taarifa zetu. Kisha bonyeza boksi hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo, kitakuelekeza katika habari au taarifa zetu mpya zinazojiri.